Dodoma, Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Peter Mavunde akutana na viongozi wa dini katika zoezi zima la ugaji wa iftari, sambamba akiwa na mwenyeji wake Dr. Mustafa Rajabu Shabani, Sheikh wa mkoa wa Dodoma. Alikuwa na haya ya kusema: biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sina maneno mengi zaidi. Ya kwanza ni mshukuru kwa hili alilolifanya, manake man lam yashkuru alqalil la yashkuru alkathir. Asiweza kushukuru kidogo hata kingi hawezi kushukuru. Wa man lam yashkuri nasa lam yashkuri Allah. Asiweza kumshukuru binadamu wenzie kwa wema alomtendea, hata Mungu hawezi kumshukuru. Wapo wengi wenye uwezo wa kuweza kufanya hilo, lakini hawakujaliwa, isipokuwa kidogo ambacho tutakachopokea tusemeni alhamdulillah rabbil alamin, na tumuombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah amfanyie wepesi katika mambo yake. Mheshimiwa, niombe kwa muda huu na wakati huu, kwa kuwa una dharura ya kikao bungeni, hili ni jambo lako wewe mwenyewe na uradi wako wewe mwenyewe, na wewe ndio uliagiza kwamba watu wafike ili uweze kuonana nao, hao wanaopiga kura wako, lakini pia kusalimiana nao, lakini pia hatukuonana, pengine wengine tunaonana mara kwa mara, kuna wengine hatujakutana nao, lakini katika baraka mwezi huu mtukufu Ramadhani leo inshallah tumeonana. Kwa hiyo kuombe kwa kutumia muda huu na wakati huu, karibu utoe salamu na uzungumze yale uliokuwa nayo. Fatafadhali mashukura na maajura. Karibu sana. Ndugu waandishi wa habari, awali ya yote nasimama hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha na kuturuzuku uhai kushiriki kwenye tukio hili, ambapo leo kama ilivyo kawaida nimekusanyika nanyi siku ya leo kwa ajili ya kulifanya zoezi ambalo nimekuwa nikilifanya kwa muda wote tangu nilipopata ridhaa ya kuwa kiongozi katika eneo hili. Ifikapo mwezi mtukufu Ramadhan, kwa nafasi yangu, pamoja na kwamba huwa nakimbilia makundi mbalimbali, lakini huwa pia nakutana na maimamu, walimu na mashehe wa kata zote za Dodoma, na leo tumeongeza na uongozi wa JUAKITA kwa ajili ya kuwasalimu, lakini vile vile kuwashika mkono kwa sadaka ya iftar, na hasa katika 10 hili la mwisho ambalo tunakwenda kuhitimisha siku zetu za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mshukuru sana shekhe wetu wa mkoa na viongozi wote kwa namna ambavyo mmekuwa mkinipokea kila mara. Shekhe, mimi wanajiona niko nyumbani sana nikiingia hapa. Mmekuwa mtu mwema sana pamoja na viongozi wenzako wote. Mmenipa ushirikiano wa kutosha sana, na kila mara mmekuwa mkinifungulia mlango kuja kujumuika nanyi katika matukio mbalimbali. Nikushukuru sana Sheikh wa mkoa na viongozi wote, najua mimi napita kwenye kata zenu. Lakini mimi nawashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao mmeniambukiza baadhi ya mambo kupitia dini hii ya Kiislamu. Mimi ninyi ni wenzangu sana, na ndio maana Sheikh, kama unafahamu, wakati huu jina langu linabadilika. Wachache wanafahamu kwa muda huu wanaitwa Sheikh Ayman, ndio jina langu hilo, wanalitambua nalo hilo, wananiita Ayman. Lakini kwa sababu ya ushirikiano ambao naupata mkubwa kutoka kwenu, na tushirikiana kwa pamoja sana, kwa niliona nitumie siku ya leo kulikamilisha hilo na kuwatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwema kwenye kumalizia siku zilizobaki. Mwenyezi Mungu atuongoze, akatusimamie ili tuweze kutimiza haja na mapenzi yake katika mwezi huu wa toba. Lakini kubwa kuliko yote, nataka niendelee kuhakikishia Sheikh wa mkoa na viongozi wote, kama ambavyo niliahidi, naendelea kuahidi, nitakuwa nanyi bega kwa bega kwa kila jambo linalohusu dini ya Kiislamu.
Shekhe, kama nilivyosema, katika miaka mingi iliyopita, milango yangu iko wazi kushirikiana na kila mmoja wenu. Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amefurahishwa na umoja wa mashekhe na maimamu kuhakikisha kudumisha amani ya nchi katika kulijenga taifa letu. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde ameguswa na ujenzi wa masjidi uliopo Chihikwi Mbalawala. Eneo la Chihikwi walikuwa wanaabudia chini ya mti, sehemu haikuwa salama sana. Kwa nimetafuta wadau ambao nimeshawaunganisha na yule mratibu wa pale. Walinitumia ile clip, ilizunguka sana katika makundi mengi ya WhatsApp. Lakini maomba wenzangu na kampuni moja ya ujenzi wa barabara ambaye ni ya mwenzetu Muislamu mwenzetu, amekubali kuniunga mkono na kaidi kwamba atakutana na wale wahusika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu katika eneo lile la Chihikwi, ikiwa sehemu pia ya mchango wake kwa wananchi wa eneo lile. Kwa kazi hii shekhe, mimi nitaendelea nayo, na pia ninakumbuka tuna changamoto ya visima katika misikiti mingi. Niliwahi kupata maombi na nimewapata pia ndugu zangu wengine wa Islamic Help ambao tutaanza nao mwezi ujao na visima vichache, lakini maomba visima maalum kwa ajili ya misikiti shekhe. Kwa naamini maombi yangu yakikubaliwa, basi mimi nitakuletea wewe kwako ili mtaangalia kwa namna ambavyo uhitaji upo, tuweze kusaidia. Sijui kama shekhe wangu wa kata Nala yuko hapa. Kama shekhe wangu wa kata Nala yuko hapa, ndio tutaonana kutoka hapa. Natambua changamoto kubwa sana iko pale Nala, na shekhe amekuwa lakini ndio maeneo ambayo nilikuwa natamani kuona kwamba tukipata misaada hii twende kusaidia pia kwa ajili ya kuhakikisha tunapata maji ya kutosha katika maeneo yote misikiti. Mwisho, ndugu zangu, ninawashukuru kwa kuja. Najua kipindi hichi mna majukumu mengi. Mngeweza tu kusema kwamba tumesikia lakini hatuwezi kufika. Mimi kuja kwenu kunanipa faraja, kuja kwenu kunanipa imani ya kwamba mmeona uzito na kuthamini kile kidogo ambacho nakifanya. Tushirikiane kwa pamoja kuendeleza Uislamu na dini ya Kiislamu. Baada ya kuyasema haya, nawashukuruni sana. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na watakia kila laheri. Asanteni sana.